Na mchezo umemalizika na Simba ameweza kushinda kwa mabao matatu dhidi ya Mbeya City ambao wamepata bao moja, na nipo na mchungaji hapa kuzungumza naye kile ambacho amekiona, tathmini yake, lakini baadaye tutazungumzia kuelekea katika mchezo wa dhidi ya Stellenbosch. Bwana kwema? Mungu ni mwaminifu sana, tumeweza kupata ushindi siku hii ya leo. Kwa ujumla ni kwamba siku ya leo, mechi ya leo ilikuwa ni ngumu, lakini tunamshukuru Mungu tumeweza kushinda. Mmeifanya kwa rahisi. Kwa rahisi. Goli 3 si haba, goli 3 ni nyingi sana. Kwa hiyo tumefurahi leo kupata ushindi siku ya leo kwenda nusu finali. Mbeya City anapambana kurejea katika ligi kuu soka Tanzania bara. Mchungaji ni mtu anyeupe sana. Ulivyoitazama unaiona kabisa kama inarejea, pamoja leo mmewafunga magoli matatu. Wana timu nzuri sana. Ni timu ambayo inastahili kwa ligi kuu. Maana kuna timu zingine za ligi kuu hazitoi ushindani kama ushindani uliotoa leo. Kwa hiyo wanastahili kabisa kupanda ligi kuu na wako vizuri. Leo tumeshindia tu ule uzoefu na ukomavu wa Simba, tumeweza kushinda. Kinachofurahisha zaidi kwamba tumekuwa tu nusu. Simeelewa? Yaani huku tuko nusu shirikisho, klabu huku shirikisho, yaani ni nusu. Ni jambo zuri sana. Michuano mingi mguu mmoja tayari kwenda finali. Tumebakisha kama ligi kuu. Tumebakisha tu hatua chache tuchukue ubingwa. Shirikisho barani Afrika tumebakisha hatua moja tuchukue ubingwa. Shirikisho la ndani na tumebakisha mguu mmoja tuchukue ubingwa. Kwa hiyo tumekuwa watu wa shirikisho, sio mwaka wa makarobo ile ishafutika. Juzi tulizungumza na Kadugule akasema mwenyewe anafurahia sana na aliwapongeza viongozi wa Simba kwa kuuzika mwaka robo na hatimaye kwenda katika hatua nusu finali. Ulisikia kauli ya Mwina Seif Kadugule? Mwana Simba yote lazima anafurahi. Tumekaa miaka 22. Umeona? Years bila kupata. Karibu miaka 22. Bila kupata 32 bwana. Miaka 32. Miaka 32. Tunaishia mwaka robo. Hatujaje kwenda nusu finali. Kwa hiyo kwenda hii semi final ni kitu kikubwa sana. Wana Simba mpaka mida hii sherehe bado haijaisha. Kama ukiangalia sherehe bado wanaendelea nayo. Bwana, unazungumzaje kiwango cha Budo katika michuano ya CRDB? Na sijaelewa kwa nini ligi inamshinda lakini CRDB anaweza. Sijajua kuna shida gani. Bado katili sana. Yaani mechi zote hizo cheza za shirikisho wamefanya vizuri sana, lakini ukimpeleka kwenye ligi kuu kunakuwa ni mtihani kidogo. Ushirikisho si wana kitu gani? Shirikisho wanafanya mambo mazuri. Ugumu kwa wapi mchungaji? Sijajua, labda lilogea kwenye ligi kuu. Kwa sababu kushirikisho mbona anafanya vizuri sana. Hatujajua shida iko wapi. Umeona bao alopiga leo? Bonge la bao zuri sana. Sasa tunashangaa ligi kuu kwa nini hatupi vitu kama hivyo. Sasa mimi kwa mwalimu ninavyomuona kuhusu mchezaji wetu huyu Budo. Hata hiyo nusu finali. Hata dakika 10 muingizeni anaanza kaleta kitu. Ipi sasa? Hii 20. Hii 20. Kwa sababu tuna nusu finali nyingi, sasa tunashindwa ni ipi? Ni hii ya 20. Sawa. Tumzungumzie mpinzani wenu ambao mnacheza naye 20, Stellenbosch. Mpaka hivi sasa hatujajua itapigwa Chamazi, itapigwa kwa Mkapa au itapigwa New Amani Zanzibar. Yote leo tunawaachia mamlaka. Ni mpinzani wa namna gani? Ni mpinzani tu. Nusu finali. Nusu finali yoyote ile ni ngumu. Tunaona nusu finali ambayo ni rahisi. Nusu finali kwa sababu kila mtu anataka achukue ubingwa. Kwa hiyo Simba naye anataka achukue ubingwa. Si timu nyepesi kama watu wanavyofikiria. Alafu mkumbuke timu za kusini za South Africa waga zinatusumbua sana. Orlando alitusumbua akatutoa. Kaizer Chiefs alitusumbua akatutoa. Sasa huyu ndio tutamalizana naye. Inabidi tupate kama goli 4 Dar es Salaam. Na inawezekana kama tunaweza kupata goli 2 kupindua matokeo ya Ismailia, kuyapindua ndani ya Benjamin Mkapa ni habari nyingine. Ila onyo, uwanja usio kubadilishwa. Unasema goli 2 Dar es Salaam, mna uhakika wanatumia uwanja wa Benjamin Mkapa? Nasema hivi, uwanja ukibadilishwa na mimi mambo yangu yote yatakuwa yameharibika. Kwa mkibadilishwa uwanja shughuli inaingia maji. Na mimi nguvu zangu ziko mle. Sasa ukitoa mle nabaki kama sina nguo. Kwa inamaanisha wazee wale walishamaliza kila kitu pale. Mimi hata mambo yangu yako mle Benjamin Mkapa. Na kwa kuwa umeshakutana na chuma, mimi nakunoa kwanza. Hivi kila mti usiozaa kwenu wewe na ile miti inayozaa michongoma badala ya kuzaa zabibu, ndio ulipandwa kuwa zabibu njema. Umegeukaje kuwa mzabibu mwitu? Ile miti isiyo na matunda ndio ambayo inazaa miiba na michongoma, lazima iende chini. Lazima. Ukimpeleka Amani si mwenivua nguo. Na mimi naomba kwa Mungu asaidie mechi tucheze pale. Kwa Amani kwa upande wako itakuwa neutral ile. Nasema hivi, naomba Mungu mechi ichezwe Benjamin Mkapa, isije Kahama. Na bahati nzuri najua waziri mkuu ananisikia. Afanye anavyofanya waziri mkuu, mechi irudi hapo Benjamin Mkapa. Ili kombe tukabidhiwe hapo hapo.
ikitoka nje hapa nakwambia shughuli tunayo. Yeye itabidi nifunge tena siku 7 zingine. Si mateso hayo. Kwa hiyo mimi kazi nishamaliza, sasa nataka kunipa mzigo mwingine ambao ulikuwa haupo. Na wewe mzigo ushamaliza. Kazi nishamaliza, sasa nataka nipe kazi nyingine tena. Kwa hiyo wakisema wanipeka Zanzibar, yani watasababisha mimi nitakuwa kijiti. Kwa sababu najua kazi nimeimaliza. Shughuli ya Benjamin Mkapa nishaimaliza. Nasubiria kombe nikabidhiwe pale. Kwa hiyo akienda Zanzibar inabidi upande tena upya mlimani. Upya si yani siku 7 tena zingine. Sasa si mateso hayo ndugu yangu. Alafu natesa mwenyewe na umia mimi wengine wanasherekea. Lakini si una timu? Baba, nikwambie kitu. Timu unaweza kuwa nao lakini ambayo ingiza mpira ndani hapo ukashindwa. Mimi siku ile usione zile penalty zimeingia vile, kazi niliyofanya siku ile zingine kuzifuta penalty. Na kuna penalty wewe umekuona eti Kibudi naye anafunga penalty umekuona wapi? Kwa sababu pale ingepaisha lakini naiweka katika level iingie mle. Kwa kazi ilikuwa sio nyepesi kaka, usione vile mpaka leo tunasema tunaenda nusu finali. Kuna penalty zingine inabidi ufute. Nakwambia hii nafuta na kweli inafutika. Hii ingia kule ndani ya nyavu na penalty inaingia. Kama Kibudi nilisema ikaa katika kimo kwa sababu Kibudi ana tabia kupaisha. Iingie mle na kweli kajaa. Na yeye mwenyewe alishangaa amefungeje. Kapombe anamuonyesha kabisa anaenda kupiga kule. Kwa hiyo ni mechi ambayo tulipita, lakini tulipita si rahisi kama watu wanavyofikiria. Inaonekana kwenye CRDB mnaweza mkakutana na mtani. Inawezekana sasa shida kukimbia sasa atavumilia. Sababu anaweza kalala mbele tena. Nani kamkimbia mwenzie? Siesta tukimbia kutufungulia mlango tukaingia. Ndio mnasahau. Akumkaribisha mgeni. Yanga ni watu wa hila tokea zamani. Walibadilisha ile maneno kwamba si ndio tumekimbia. Ila alikimbia automatically. Yanga amekimbiaje? Mfano. Wewe si mwai wako, wanasema sisi mwai wake. Sasa tufunge kila kitu. Wewe unakubali mai. Ngoja anaita nini? Mai wenu. Sange tufungulia sisi mlango tuingie, tufanye mazoezi. Kesho tena aje tubonde. Sasa ameweza kutubonda. Sasa kwa nini alifungia mlango? Swali. Sasa ile watu waulizi. Kwa sababu Yanga sisi tumezoea Yanga anatufunga na yeye anasema sisi amezoea kutufunga. Angetufungulia ile tuingie. Hatukutaka dakika 15, dakika 5 tu tuingie kwenye ile uwanja aone shughuli yake. Dakika 5 tu akasema hapa haingii mtu, mje na mbuzi, mje na kondoo, hapa haingii mtu. Na tukuingia kweli. Kwa hiyo Yanga ndo alikimbia. Wababe. Watu wakimbia. Yaani ndo chanzo kipoanzia pale. Sasa angalia Yanga walipofanya kwa watu ajabu. Kesho yake wakaenda kupeleka gari Bunju, wakaenda uwanjani wakasema leo kimbia ni Simba. Na kwenye jamii kakubalika kwamba eti Simba kakimbia, lakini Yanga ndo aliscape kwa sababu kumkaba mtu kama Elia Mpanzu na roho ya paka. Na sasa mnakimbilia kwa Mpanzu, wachezaji wengine hawapo. Kibudi. Kwa sababu siku ile zile 3 zilifutwa za Kibudi. Je, na Elia si 6 hizo? Au Ateba. Na siku ile washukuru hao jamaa wa Arabu, siku ile mvua ilinyesha. Pale kulikuwa na 6 tena. Kwa hiyo mimi naomba sasa, cha muhimu na cha kuomba na cha maana, na sasa hivi tunaongea si wenyewe tukiwa hapa. Mungu asaidie mechi ichezwe Benjamin Mkapa. Isihame. Ili muendelee kuchukua na kama serikali walichofanya wamesemaje, wamefungia wao sio kafu. Kama serikali wamefungia wao mpaka tarehe 20 kwa nyasi zile zitakuwa zimekaa level. Unaombea mvua zinyeshe au zisimame? Yaani mvua zisimame, zisinyeshe, uwanja ubaki vile vile. Tarehe hizi siku 6 7, tarehe 20 tuingie dimbani mle. Unamwona Yanga akiwa bingwa wa NBC? Yanga abebi kombe lolote. Simba atachukua shirikisho, atachukua ligi kuu na hili tulocheza leo. Sasa niambie sasa hivi Simba yuko nusu mara 3. Shirikisho barani Afrika ambapo tunawakilisha Afrika Mashariki na Tanzania kwa ujumla, Simba Sports Club. Ambao mlikuwa nasema la wadada hiyo. Hilo ndio tunawakilisha sisi. Pili tunawakilisha hili tulocheza leo nusu finali. Alafu tunasubiria kombe la NBC ambalo Yanga walikimbia. Kwa hivi sasa kombe la shirikisho ni la wanaume sasa. Yanga si mbwembwe, mbona alicheza Yanga shindwa kuchukua ubingwa? Mimi nimekuuliza wewe. Nasema hivi, hili la wanaume. Yaani yoyote ile ya kafu unayoona ni la wanaume. Kombe lolote la kafu la wanaume. Wakati Muina Seif Karugunya anasema michuano hii akina mama nje ya uwanja Benjamin Mkapa. Yule bwana yule ana mambo yake bwana. Mimi sitaki nitamvunjia heshima bure, ndio maana sitaki kuongea mambo yake. Yaani sisi tusitiki na mambo yetu ya Simba. Hatuache kipindi hiki tumalizie tulichobakisha. Ndio. Maana mpaka sasa hivi tulichobakisha ni vitu hivi viwili. Hatua mbili tu, kuchukua kombe la shirikisho, NBC na ile kombe tuliocheza leo. Ni hatua tu za kupiga tu tubakisha. Hakuna itakachobakishwa kaka. Na Yanga wanajua bahati mbaya. Na Yanga wanajua. Unawaona lakini busara. Yanga wanajua kwamba mwaka huu ni wa Simba na nyota ya Simba ya mwaka huu. Mwaka huu kila kitu cha Simba na kila kitu wanachofanya kinakubali. Kila kitu kinakubali. Kama wao msimu uliopita. Kama wao miaka mingapi iliyopita, miaka 2 3 ilikuwa kwao. Mwaka huu sio kwao. Ndio maana sasa hivi kila wanachofanya kinakataa. Mara wasema tuchezi. Kitu gani wamefanya kimekataa? Sio wameandika jezi hapa wanasema tuchezi nani game. Wewe si mwanaume si ucheze game unakimbia nini? Si hatuchezi. Si uingie mfunge mtu unaweza kumfunga. Wasasi wako nini? Mimi nikushukuru sana. Asante sana, Mungu awabariki sana.